Kitu kingine ambacho baba anapaswa kuwa nacho, na hasa kwa kijana ambaye anatamani kuoa, ni ukomavu wa uzoefu unaohitajika. Ukomavu wa uzoefu unaofanya nini? Unaohitajika. Unajua kuna wengine ni wababa na wana watoto, wamezaa watoto, lakini sasa akili zao hazijakomaa bado. Wanayo mawazo ya zamani ya utotoni kabisa. Kufikiria kama baba, huo uwezo hana, ana mambo ya kitoto. Na ndio maana ukioa binti ambaye ana umri wa miaka 14, sijafanya tafiti lakini nimeona kwa kule kwetu, ukioa binti ambaye ana miaka 14, alafu wewe mwanaume ukawa na miaka 20, ngoja nikwambie kimawazo yule mama anakuzidi hata kama ni mdogo. Mwanamke akishaolewa, yeye anachowaza ni mambo ya familia, ni ndoa. Anawaza kwamba hii ndoa yetu sisi ni mpaka mwisho. Lakini sasa kwa sababu kakijana bado ni kadogo, hata uwezo wa kuwaza mambo makubwa bado akajawa nao. Ndio sasa wale ambao wapo kwenye familia, mke akimwambia bwana tufanye kitu fulani, hamna shida tutafanya. Nataka labda kwenda sehemu kuenjoy, hamna shida, twende tu. Sio mtu wa majukumu, sio mtu wa malengo makubwa, sio mtu wa vitu vile. Hana maamuzi kama baba wa familia. Yeye kila kitu ni sawa tu. Naogopa kuolewa na mwanaume wa hivyo. Wewe dada, nikuambie kabisa, ogopa kuolewa na mwanaume wa namna hiyo ambao unamwambia kila kitu yeye anakubali tu. Huyo hapo mkiingia kwenye ndoa hamtakuwa na maendeleo yoyote. Paka pale umri wake utakapokuja kufika, akawa nakumbuka, kumbe mimi nimeoa, sasa nahitaji kufanya kitu fulani. Kumbe mimi nimeoa, natakiwa kumbe nijenge. Lakini zamani kabinti kalikuwa kanamshauri, bwana unajua tumeshaanza maisha, inatakiwa tuhakikishe tunajenga nyumba, tuhakikishe tunafanya maendeleo fulani. Anamwambia bana, bado tutafanya tu. Na ndio maana kijana akioa ana umri wa miaka 20, 22, 23, 24, bado ana tamaa nyingi huko nje. Ni ngumu sana kutulia na mwanamke mmoja, labda yule ambaye amemvaa sana Kristo. Lakini hao ambao bado wanakuwa na ile tamaa ya mwili ya watu wengine huko. Na ndio maana inashauriwa unapooa hakikisha una ukomavu wa akili. Haleluya. Wazazi tuambie vijana wetu, akina baba, kaa na kijana wako, mwambie mwanangu unataka kuoa, ndio. Una uhakika kwamba una ukomavu? Kichwa chako kina uwezo wa kubeba majukumu ya familia? Mimi nina mdogo wangu, ni mdogo na anasoma. Wakati niko naye nyumbani hapo, nikamuuliza, nikasema, akaniambia dada, unajua nikirudi nyumbani naenda kuoa. Ana umri wa miaka 23. Akasema naenda kuoa. Nikamwambia sawa, mchumba unaye? Anasema huyu hapa. Akanionyesha, nikamuona wifi yangu. Sasa akaniambia ila nafikiria nimuoe, kwa sababu nikimwacha watamchukua. Dada wewe mwenyewe unamuona ni mzuri sana. Nikamwambia kweli kadada ni karembo, kwa ambaye amebahatika kuniona nako sijui, lakini ni karembo, ni kazuri. Sasa nikamwambia sawa, mawazo mazuri. Nikamwambia lakini una uhakika utamtunza huyo dada? Tamtunza. Nikamwambia wewe unapata bumu, hilo bumu linakutosha kweli kumtunza huyo mama akija hapa? Akasema mimi nitamtunza dada. Nikamwambia sikiliza, jipange kwanza. Ungetafuta kwanza vitega uchumi hata 2. Nikamshauri pale, ungetafuta kitu ambacho kitakuingizia pesa, akija na yeye anakaa hapo anaingiza vihela 2-3. Sasa dada bana kujipanga kupo tu, kule kijijini. Na kweli kule kwetu ukikaa vibaya binti miaka 13, 14 wanakubeba. Hawatoi hata mahali, hamna taarifa, hamna kitu gani. Wanafanya nini? Wanakubeba. Kwa hiyo nikamwambia ungejipanga, hamna dada bwana watambeba. Nikamwambia sawa, kama umeamua kuoa hakikisha akija hapa. Mimi nikamwambia kweli, na ninamwambiaga mpaka leo, na ikitokea changamoto naambia unakumbuka? Sasa nakumbuka. Anajawa na hofu. Naambia hata usijawe hofu, pambana, wewe ni mwanaume.
sababu uliamua kuoa, naamini kabisa hili jambo kwako dogo, utaweza. Kwa hiyo ule ukomavu wa akili bado, hata ile kufanya mambo ya msingi bado. Nikamwambia ungesubiri kwanza umalize chuo. Ukimaliza chuo una uwezo hata wa kuingia huku na huku. Sasa hivi ukitegemea boom, itakuwaje? Kwa hiyo wazazi, akina baba, tunalo jukumu la kuwashauri vijana wetu. Anapotaka kuoa, mkalishe chini. Muulize kwamba mwanangu unataka kuoa? Una uhakika wa kutunza familia? Una ukomavu wa akili? Sawa, oa. Na umwambie ukweli kabisa kwamba utakapooa, kumbuka kwamba majukumu yako ni ya kwako. Na huyo babangu mdogo amemwambia kabisa, majukumu yako kwa sababu umeamua kuoa, ukitaka kusubiri, ukipata na majukumu ni ya. Siku moja mke wake amepata changamoto. Akasema, dada kichwa kinachemka. Nikamwambia acha kichemke. Nilikwambia hayo ndo majukumu sasa. Yaani kama hujui majukumu ya familia ndio hayo. Nikamwambia hayo ndo majukumu ya familia. Kwa hiyo bwana, ukitaka kuoa hakikisha kwamba una ukomavu wa akili. Ukiamua kwenye familia, amua kama baba, ila usiwe katili. Ila ukisema jamani hili jambo nataka liende hivi, naombeni liende hivi, liende hivyo hivyo. Sio umeamua afu baadaye mtu anasema hamna bwana umeamua vibaya, mimi naona liwe hivyo. Nasema hamna shida, basi nimebadilisha maamuzi, nimetangua maamuzi. Baba wa namna hiyo, familia yake itakuwa kwanza haina mpangilio. Yaani wakiamka asubuhi hamna anayeelewa cha kufanya, kila mtu yuko busy na mambo yake. Mama akisema twende hivi, baba anafuata. Nani akisema twende hivi, anafuata. Anakuwa hana mpangilio kwenye maisha. Kwa baba yoyote ambaye anatamani kuwa baba, mtu yoyote ambaye anatamani kuwa baba, vijana, hakikisheni kwamba una ukomavu wa akili. Ogopa kupelekeshwa ukiingia kwenye ndoa kwa upande wa majukumu.